tuonyeshe kwamba we are very serious kwenye hili. Nimeona leo imetoka taarifa finali ya kombe la shirikisho la CRDB tarehe 28 Zanzibar. Niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya benki ya CRDB. Klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa finali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. Sakata la Yanga Sports Club kulidai shirikisho la soka nchini Tanzania TFF kiasi cha shilingi milioni 200 ambazo ni zawadi ya ubingwa wa kombe la CRDB Federation Cup mwaka 2023-2024 kwa maana msimu uliopita limechukua sura mpya mara baada ya TFF kujibu kile ambacho kilidaiwa na Yanga Sports Club. TFF wakisema kwamba wao ndio wanaoidai Yanga Sports Club na hivyo Yanga wanatakiwa kuilipa TFF. Kauli hiyo imezua gumzo katika maeneo mbalimbali kwa mashabiki mitandaoni, lakini swali linabaki pale pale. Je, ni nani ana deni? Nani anamdai nani? Na swala hili hivi sasa limefika mezani. Taarifa rasmi iliyotolewa na shirikisho la soka nchini Tanzania kupitia katika kurasa zake za mitandao ya kijamii inasema kama ifuatavyo: tunapenda kuthibitishia umma kuwa benki ya CRDB ndio mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la TFF na inatekeleza ipasavyo majukumu yake ya kimkataba. Kwa msimu wa mwaka 2023-2024 wa mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB Bank Federation Cup ilipa fedha zote mkataba shilingi milioni 255 kwa ajili ya uendeshaji wa mashindano hayo. Tumemsikia meneja wa habari na mawasiliano wa Yanga Sports Club kupitia vyombo vya habari akidai klabu yao inaidai TFF kiasi cha shilingi milioni 200 ambayo ni zawadi ya ubingwa wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Tunapenda kutoa ufafanuzi kuwa TFF ndio inayoidai klabu hiyo. Young African Sports Club iliomba kwa barua fedha zao za zawadi katika mashindano mbalimbali zikatwe kulipa malipo wanayotakiwa kulipa kwa TFF ikiwemo ada za wachezaji wa kigeni. Hivyo ili kutoendelea kusababisha sintofahamu kwa umma, tumeandikia barua Young African Sports Club kutuma kwetu mtaalamu wao wa fedha kesho saa 4 asubuhi kwa kiki deni la klabu hiyo akiwa pamoja na vielelezo vyote katika ofisi za TFF. TFF itaendelea kutekeleza wajibu wake wa kusimamia mpira wa miguu ikiwamo kulinda taswira za wadhamini wake. Imetolewa na Clifford Marion Ndimbo, afisa habari na mawasiliano wa TFF Juni 10 mwaka 2025. Ikumbukwe hapo jana Yanga walitoa madai yao kede ikiwemo sababu 4 ambazo wameomba zitekelezwe kwa haraka, na kama zisipotekelezwa basi Yanga hawatocheza michezo iliyosalia ligi kuu Tanzania bara ikiwa pamoja na mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao ulipaswa kupigwa Juni 15 katika uwanja wa Benjamin Mkapa hapo Dar es Salaam. Nini hatima ya sarakasi hizi ambazo zinaendelea hivi sasa? Majawabu yake utaendelea kuyapata hapa kupitia Toka Zamani TV. Mimi ni Sheikh Halim Zaina. Kuendelea kupata updates tafadhali subscribe na bonyeza alama kengele. Asante na kwaheri kwa sasa. Je, unatafuta chuo bora cha sayansi na afya ya jamii? Karibu Top One College of Health and Allied Science. Tunatoa kozi zifuatazo: Ordinary Diploma in Pharmaceutical Science, Ordinary Diploma in Clinical Medicine na Ordinary Diploma in Social Works. Forms zinapatikana chuoni au kwenye website ya chuo ya www.tokohas.ac.tz. Tupo Songea Oysterbay Msamala, barabara kuu ya Songea Njombe. Wasiliana nasi kwa simu namba 0767103313 au barua pepe tokohastz@gmail.com. Top One College of Health and Allied Science. We are the way to your success.